mstari wa 41, Biblia inasema ya kwamba alipofika karibu aliuona mji, akaulilia akisema, laiti ungalijua hata wewe katika siku hii yapasayo amani, lakini sasa amefichwa machoni pako. Kwa kuwa siku zitakuja, adui zako watakapokuchengea boma likuzunguke, watakuzingira na kukuhusulu pande zote, watakuangusha chini wewe na watoto wako ndani yako, wasikuachie jiwe juu ya jiwe, kwa sababu hukutambua majira ya kujiliwa kwako. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tujifunze kwa habari ya majira ya kujiliwa. Amen. Majira ya kujiliwa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Watu wengi sana kwenye maisha walio nayo hawajatambua majira. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Hawajatambua majira. Jambo ambalo wengi wanashindwa kwenda nalo ni majira. Majira ni wakati. Majira ni wakati. Uko wakati ambao mtu asipoenda nao sawa, anaweza akajikuta anaharibu maisha yake yote. Anaweza akajikuta analia na kusaga meno. Majira. Bwana Yesu asifiwe. Yesu anakwenda Yerusalemu. Wakati anakwenda Yerusalemu, akiwa amekaribia, akauona mji. Akauona mji wa Yerusalemu. Yerusalemu ulikuwa ni mji mkubwa, mji ambao matajiri wanaishi hapo, ambao ni wasomi walikuwa wanakaa kwenye hilo eneo. Viongozi wa dini walikuwa wanaishi Yerusalemu. Lakini Yerusalemu alikweko adui aliyejificha asionekane kwa macho ya nyama. Yesu akaona adui ambaye anakwenda kuvamia Yerusalemu, lakini watu waliokuwa ndani ya mji wao hawakujua. Bwana Yesu asifiwe. Wao hawakuelewa. Hawakujua ya kwamba majira ya wao kuangamia, majira ya wao kuteketea yanakwenda kufika mwisho. Hawakujua. Bwana Yesu asifiwe. Walikuwa wanaishi kama kawaida, kutafuta fedha walikuwa wanatafuta, wanaojenga majumba walikuwa wanajenga, wanaooa na kuolewa walikuwa wanafanya mambo kama kawaida. Maandiko anasema ya kwamba kama ilivyokuwa wakati wa Nuhu, watu walikuwa wakipanda na kujenga, watu walikuwa wakioa na kuolewa, watu walikuwa wakiuza na kununua, ndivyo ambavyo Yesu anaona kwa mji wa Yerusalemu watu wanaishi kama kawaida. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa Yesu anazungumza, anasema, maandiko anasema alipouona mji akaulilia. Akaulilia, anasema ya kwamba laiti ungalijua, laiti ungeelewa, laiti ungetambua ya kupasayo amani, lakini sasa yamefichwa machoni pako. Bado haujajua, bado haujaelewa. Anasema maana siku zinakuja, adui zako watakapokuzingira, adui zako watakapokuzingira pande zote, nao watakuhusuru, watakujengea boma likuzunguke pande zote, watakuteka mateka wewe na watoto wako, hawatakuachia jiwe juu ya jiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Watu wa Mungu, sikiliza. Tunaishi maisha ambayo hakuna anayejua kesho. Tunaishi maisha ambayo hakuna anayeelewa mwisho wake utakuwaje. Anayejua mwisho wa maisha ya mtu ni Yesu Kristo peke yake. Mtu angekuwa hata kama amesoma, ni profesa, ana PhD, ana masters, ana degree, ana diploma, huyo ni msomi, yeye ni daktari bingwa, ni mwanasayansi mkubwa, lakini bado hajui kesho. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hata angekuwa ni mganga wa kienyeji,
Ameagua watu wengi sana, ametengeneza hirizi nyingi sana, amezindika mazindiko mengi sana, bado huyo mganga hajui kesho. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Hata angekuwa ni mchawi, bado huyo mchawi awe anapanda nyau, awe anapanda fisi, awe anapanda ungo, awe anaroga usiku na mchana, bado kesho yake haijui. Bwana Yesu asifiwe sana. Watu wa Mungu, sikiliza, anayejua kesho ya mtu ni Yesu peke yake. Huyo ndiye anayejua kesho ya mtu. Na hata jioni ya leo nimekuletea habari njema za Yesu Kristo, habari njema za wokovu, habari njema za ufalme, habari njema za mbinguni, ya kwamba kesho yako iko mikononi mwa Mungu peke yake. Hata kama una fedha, hata kama ni tajiri, hata kama una cheo, hata kama ni mchawi, hata kama ni mzuri wa sura, lakini bado kesho yako anaijua Yesu Kristo peke yake. Kama bado haujampa maisha yako Yesu, iko nafasi moja jioni ya leo ya kwamba Yesu Kristo anakuhitaji mwanamke, anakuhitaji mwanaume, anakuhitaji kijana, uokoke jioni ya leo. Yale ambayo ulikuwa unaishi kwayo hayampendezi Yesu, hayo uyache. Kama iko dhambi yoyote, uyache hiyo dhambi, maana majira anakuja. Andiko anasema ya kwamba adui zako watakuzingira, watakuteka, watakuhusuru na watakuachia, hawatakuachia jiwe juu ya jiwe. Manake utakuwa ni mateka. Ni majira mabaya na ya hatari sana. Sema amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Utaona kwenye Biblia watu wa Yerusalemu walikuwa wanakula na kunywa, walikuwa wanaona ni kawaida, walikuwa wanaona ni sawa, hawakuona shida yoyote. Lakini kumbe mwisho umefika, mpaka Yesu anaingia, anasema laiti ungejua, laiti ungelewa ya kwamba kuna msiba, laiti ungejua ya kwamba kuna mauti, laiti ungelewa ya kwamba yako mabaya yanakuja, laiti ungelewa ya kwamba kuna magonjwa yanawatafuna watu, laiti ungejua ya kwamba waja wakati hautaweza kuwa kama ulivyo leo, laiti ungejua ya kwamba yako majira yataharibu hatima yako, ni bora ungempa Yesu maisha yako. Amen. Yesu asifiwe. Amen. Haleluya, haleluya. Amen. Tuende mitambo tafadhali. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Amina. Watu wa Mungu, sikiliza. Inawezekana leo una maisha mazuri, inawezekana leo una afya njema, inawezekana leo una fedha. Kama ni biashara unafanya inaenda, kama ni kula unakula na kusaza, kama ni kunenepa unanenepa vizuri. Lakini sikiliza mpendwa, majira mabaya yanakuja, nyakati ngumu zinakuja, wakati wa taabu unakuja. Huo ni wakati ambao watu wataenda mashariki wapate msaada, hautapatikana. Wataita waganga, haitawezekana. Watasema niitie mchungaji, hawatapata msaada. Watamani kuingia kwenye makanisa, hawataona nafasi nyingine. Lakini wakati ni leo, watu wa Mungu. Maandiko anasema ya kwamba kumbuke Muumba wako siku za ujana wako, kabla zijaja siku zilizo mbaya, utakaposema sina amani katika hizo. Watu wa Mungu, sikiliza, ziko nyakati mbaya zinakuja, ziko siku mbaya zinakuja, siku za machozi zinakuja, siku za maombolezo. Watu watatamani kwenda, hawataweza kwenda. Watatamani kusimama, hawataweza kusimama. Watamani kunyanyuka, haitawezekana, maana hawakutambua majira ya kujiriwa kwao. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wanadamu, sikia, watu wengi leo wamefika mahali wanaona haina haja ya kuokoka, wanaona haina haja ya kumtafuta Yesu, kwa sababu wameridhika na maisha,
wameridhika vile ambavyo wako, wameridhika na uchumi walio nao, wameridhika na nyumba walizojenga, wameridhika na magari yao, wameridhika na vyeo walivyo navyo kwenye kazi wanazofanya, wameridhika na biashara zao, wameridhika kwenye ndoa zao. Wana wa Mungu, sikiliza, Bwana amenituma kwako jioni ya leo nikutangazia ya kwamba haitungejua, lakini sasa amefichwa machoni pako, yamefichwa aliyo mabaya. Hauwezi ukaona adui. Siku ya msiba imefichwa, siku ya machozi imefichwa, ya maombolezo imefichwa. Wana wa Mungu, sikiliza, chini ya jua hakuna jambo lolote wanadamu anaweza akajivunia. Haliko jambo lolote wapendwa, haliko jambo lolote. Hata ungekuwa na fedha, hata ungekuwa na mali, hata ungekuwa na magari, hata ungekuwa na majumba, utabaki chini ya jua, utaondoka peke yako. Usikilize wanawake, usikilize wanaume, usikilize vijana, utaondoka peke yako. Ulikuwa na vitu vingi, umeweka akiba kwavyo, yote utaviacha, utaondoka wewe peke yako. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Utaondoka peke yako, hautaondoka na chochote. Leo watu wamefika mahali anasema ngoja nitengeneze kibubu, anaweka kwenye kibubu 500, 200, 1000 ili msaidie. Watu wa Mungu, sikiliza, hivyo vitabaki chini ya jua. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Hivyo vitabaki. Maandiko anasema ya kwamba malaika akamhimiza Lutu, akamwambia Lutu, ondoka Sodoma, ondoka Sodoma, tunaenda kuiangamiza. Lutu alikuwa Sodoma, ana mali amejiwekeza, hakuondoka na chochote. Kama alikuwa na fedha benki, hakuchukua fedha yote. Kama alikuwa amewekeza vitu, hakuchukua chochote. Akaondoka peke yake, akaita watoto wake, akasema twendeni. Akaita mke wake, akasema twendeni. Ukisoma kitabu kile cha Mwanzo ile sura ya 18 ile sura ya 14, maandiko anasema ya kwamba mtu akatoka akasema na wakweze waliowaposha binti zake, lakini akawa kama achezaye machoni pa wakweze, wala hawakumwelewa alipohubiri injili ya mwisho wa Sodoma, wala hawakujua. Wakaona anawapigisha kelele, wakaona anawatabisha. Watu wa Mungu, sikiliza, jioni ya leo iko neema ya wokovu. Jioni ya leo iko neema ya kumjua Kristo. Uko Yesu mwana wa Mungu aliye hai, ambaye anasema ya kwamba jioni kwangu ni nyote wenye kulemewa, zumbukao na mizigo, nami nitawapumzisha. Kwa Yesu Kristo peke yake ndiko liko pumziko la kweli. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya, haleluya. Wapendwa katika Kristo, tumekuletea habari njema. Ninaelewa kabisa ya kwamba wako watu ambao kwa namna moja ama nyingine, inawezekana kuna mahali unaabudu, inawezekana kuna mahali unaabudu, inawezekana una mchungaji wako, inawezekana una paroko wako, inawezekana una shehe wako, lakini kama hauna Yesu ndani yako haitakusaidia. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hata kama unaabudu mahali, kama hauna Yesu haitakusaidia. Bwana Yesu asifiwe. Hata kama wewe unahudhuria sana ibada haitakusaidia. Yerusalemu alikuweko watu ambao wanaingia kanisani, wanafanya misa zote, wanahudhuria ibada zote, lakini Yesu anapotazama, maandiko anasema ya kwamba alipouona mji akaulilia, anasema laiti ungelijua, laiti ungelewa Yerusalemu, laiti ungelijua mwanamke, laiti ungelijua mwanaume ya kwamba uko mwisho mbele yako. Laiti ungelewa ya kwamba wako maadui wamepanga vita. Laiti ungelijua ya kwamba wako wachawi wanakesha kwa ajili yako, wamalize watoto wako, wamalize nyumba yako, wamalize mme wako. Kama ni biashara yako, ungelijua wako wanaoiroga, wanaiwangia usiku na mchana, hawatamani upige hatua, ungelikimbia kwa Yesu. Laiti ungelewa ya kwamba wako watu wanatamani usifike mwaka kesho
Yesu, ungelikimbia kwa Yesu. Ungelijua ya kwamba wako watu wanachukua nyayo za miguu yako, ungelikimbia kwa Yesu. Lakini wewe haujajua, unaona ni kama kawaida. Watu wa Mungu, sikiliza, tuko majira ya mwisho, tunamhitaji Yesu peke yake. Nisikilize wanawake, nisikilize wanaume, tunamhitaji peke yake asimame na maisha yetu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Mungu wa mbinguni akubariki sana. Amen. Laiti ungejua, lakini haujui, lakini hauelewi. Unaona ni kawaida tu, unaona ni kula tu na kunywa, unaona tu ni kuvaa na kupendeza. Haujajua. Watu wa Mungu, sikiliza, ni maombi yangu leo, hii nafasi usipite, hii nafasi usiache. Naomba Mungu akusaidie. Watu wengi wanaona injili ni jambo la kawaida. Maandiko yanasema ya kwamba wao wanaopotea wanaona injili ya msalaba ni upuzi, lakini kwetu tunaookolewa injili ya msalaba ni wokovu uletao nguvu na ushindi. Hata kama kuna uchawi, tulio katika injili ya msalaba tunaona kuvuka ng'ambo. Hata kama akirusha mishale, huko Mungu aliye ngao yetu. Hata kama akitega mitego, wanaona tunavuka salama. Hata akiroga usiku kucha, bado tunaamka tu wazima. Kwa nini? Tuko na Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Amen. Sogea mahali hapa. Naomba tusogee mahali hapa wote. Sogea mahali hapa. Sogea mahali hapa. Mama njoo, sogea.